Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Keti tusikilize nia za misa. Muombea marehemu Robert kwa Kitalima Fundikira, anayetulinda, anayetupa uzima. Yeye ndiye mlango wa zizi. Mtu mwingine anayedai kutupa uzima, kuchukua nafasi ya Yesu kuwa mchungaji, ni muongo, ni mwizi. Ndivyo tunavyosikia katika Injili. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafungo matakatifu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu moyoni, Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Wewe uliyeketi kuume kwa Mungu Baba ukituombea, Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Ee Mungu uliye mwanga mkamilifu wa wenye heri, umetujalia kuadhimisha hapa duniani mafungo ya Pasaka. Tunakuomba utufanye tufurahie utimilifu wa neema yako daima na milele, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile mitume na ndugu waliokuwako katika Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile mitume na ndugu waliokuwako katika Uyahudi wakapata habari ya kwamba watu wa mataifa nao wamelipokea neno la Mungu. Na Petro alipopanda kwenda Yerusalemu, wale walio watohara wakashindana naye wakisema, uliingia kwa watu wasiotahiriwa ukala nao. Petro akaanza kuwaelezea kwa taratibu, akasema, nalikuwa katika mji wa Yafa nikiomba roho ya maombi. Chombo kinashuka kama nguo kubwa inateremshwa kutoka mbinguni kwa pembe zake 4 kikanifikia. Nikakitazama sana nikifikiri, nikaona wanyama wa nchi wenye miguu 4 na wanyama wa mwituni nao watambao na ndege wa angani. Nikasikia na sauti ikiniambia, ondoka Petro, ukachinje ule. Nikasema, hasha Bwana, kwa maana kitu kilicho kichafu au kilicho najisi hakijaingia kabisa kinywani mwangu. Sauti ikanijibu mara ya pili kutoka mbinguni, alivyovitakasa Mungu usivinene wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara 3. Kisha vitu vyote vikavutwa tena juu mbinguni. Na tazama, mara hiyo watu 3 wakasimama mbele ya nyumba tuliokuwamo, waliotumwa kwangu kutoka Kaisaria. Roho ikaniambia nifuatane nao, nisione tashwishi,
Ndugu hawa sita na wakaenda nami. Tukaingia katika nyumba ya mtu yule, akatuelezea jinsi alivyomwona malaika aliyesimama nyumbani mwake na kumwambia, tuma watu kwenda Yafa, kamwite Simoni aitwaye Petro, atakayekuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Nikalikumbuka neno lile la Bwana, jinsi alivyosema, Yohane alibatiza kwa maji kweli, bali nyinyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Basi ikawa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama ile ile aliyotupa sisi tulioamini Bwana Yesu Kristo. Mimi ni nani niweze kumpinga Mungu? Waliposikia maneno haya, wakanyamaza, wakamtukuza Mungu, wakisema, basi Mungu amewajalia hata mataifa nao toba liletalo uzima. Neno la Bwana. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Niletewe nuru yako na kweli yako ziniongoze. Zinifikishe kwenye mlima wako mtakatifu na hata maskani yako. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Hivyo nitakwenda madhabahuni kwa Mungu aliye furaha yangu na shangwe yangu. Nitakusifu kwa kinubi, Mungu, Mungu wangu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Shangilia. Yu shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia. Haleluya. Bwana awe nanyi. Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia Wayahudi, amin, amin nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea pengineko, huyo ni mwizi, ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote
huwatangulia na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini hao hawakuelewa mambo hayo aliyowaambia. Basi Yesu aliwaambia tena, amin, amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionichukulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, naye Petro hakutarajia, lakini naye Mungu anamtuma kwa watu wa mataifa, kwa wapagani. Kwanza alipata maono na baadaye Mungu alimtuma kwa hao watu kutangaza habari njema. Mungu alimtuma kutangaza habari njema kwa hawa wapagani, na wenzake wanamuuliza kwa nini hayo. Na wenzake Petro, mitume wengine, walimuuliza kwa nini alifanya hivyo, kwa nini alienda, aliwasikiliza na kuwabatiza wapagani. Naye alianza kueleza namna Mungu alivyomtuma kwa watu hawa. Basi ndugu zangu wapendwa, neno hili linaonyesha kwamba sisi sote tumeitwa kupokea neema ya Mungu. Sote tumeitwa kuingia katika malisho ya yule mchungaji wa hiari. Kwa maana katika Injili Yesu anazungumza kuhusu zizi, mlango na kondoo pamoja na mchungaji. Yeye ndiye mchungaji mwema. Basi sote tumeitwa kuingia katika zizi lake. Yeye ndio anayetupeleka katika malisho. Anasema, nimekuja ili wawe na uzima, kisha wao wawe nao tele. Yeye ndio anayetupa uzima, kama tulivyosikia jana katika Injili ya Dominika ya 4. Kristo anakuja kutupa uzima. Wachungaji wengine wanaodai kwa wachungaji wanakuja kuchukua uzima. Yeye mchungaji mwema anayetoa uzima ili tuwe na uzima tele. Kristo.
tualike Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba utujalie kufurahi daima katika kuadhimisha mafumbo haya ya Pasaka, ili kazi ya ukombozi unayoendelea kutimizwa ndani yetu iwe kwetu sababu ya furaha milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tutaka kufanya kuleta wokovu, kutukuza kila wakati ye Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Maana kwa kuyaharibu yale ya zamani, yote yaliyokuwa yameanguka yalifanywa upya, nasi tutarudishiwa ukamilifu wa uzima katika Kristo. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha Pasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake, akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake, akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ukumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Tadeo Ruwa'ichi na askofu msaidizi Heri mcha Mungu na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa wanatumikia ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, tukiwa wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, pata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukufu wake na fundisho wake Mungu, tunafudutu kusema, Baba yetu
Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokoe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tunajali heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wako, usijitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na tawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Mwana kondoo wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ndoa ya dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana.
Bwana, tunakuomba waangalie kwa wema watu wako nao uliopenda kuwafanya wapya kwa mafumbo ya milele. Wajalie waufikie ufufuko usioharibika kwa miili itakayotukuzwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawakumbusha jioni saa 11 kuna rozari takatifu. Nendeni na amani.